Lakini unapokuwa ni mpumbavu, unakaa unajali hisia zako binafsi, hujali kuhusiana na mimi. Yaani ule urafiki ambao tumeunda kwa muda mrefu, pindi tukiwa watoto, tumelelewa pamoja mimi na Kai. Tumesoma pamoja, tumeishi pamoja kwa amani na upendo na furaha mpaka sasa hivi tunafanya kazi sehemu moja. Unafikiri wewe uje kuvunjika kwa sababu yako Lisa? Kwenye maisha yangu iko kitu ambacho siwezi nikakubali hata mara moja. Nisikilize kwa makini. Yule binti nimeshakwambia ndo ninayempenda. Na nahitaji nifanye naye maisha yule Lulu. Nimuoe na sio wewe. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe Lisa, it's over. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Ndoa. Mbona yule mwanamke ameshtuka sana baada ya kuniona? Ina maana hakuamini kuona mwanamke akitokea chumbani kwako? Au hata yeye ameshasikia hayo maneno wanayozungumza mitaani ya kuwa wewe kitovu kilidondokea? Yaani wangekuwa wanajua ya kuwa wewe ni mchapaji mzuri, hata wasingekuwa wanaongea maneno. Lolo, naomba unisikilize kwa makini. Hiki ambacho kimetokea baina mimi na wewe, iwe ni kama ajali. Unataka kusema nini? Ina maana mimi na wewe hatuwezi kuendelea kuwa wapenzi? Wapenzi? Wewe binti, unajitambua kweli wewe? Na kuuliza unajielewa? Hivi, mimi na wewe tu wapenzi kwa msingi ipi? Kuna siku hata moja mimi nilikuja na nikakutongoza wewe? Hata kama hujanitongoza, mimi na wewe jana usiku tumefanya nini? Tulifanya nini? Kile ambacho kimetokea usiku baina mimi na wewe ilikuwa ni kama majaribio baina ya mgonjwa na daktari wake. Tulikuwa tunapima tuangalie dawa je inafanya kazi vile ipasavyo. Lakini baada ya kupima tukagundua kwamba dawa inafanya kazi barabara. Kwa hiyo mimi kuwa na mahusiano na wewe, hilo sahau. Ni kitu ambacho hakiwezekani hata siku moja. Labda naweza nikakaa na nikafikiria kwamba unaweza kuwa mpenzi wangu. Kwa hiyo kwa sababu sijakutongoza, itabidi hapo nianze process rasmi za kukutongoza. Unamtongoza vipi mwanamke ambaye umeshalala naye? Hili kuona ni mstaarabu, kumbe wewe ni mshenzi. Safi sana. Kumbe ulikuwa unajua kwamba mimi ni mshenzi Yaani mimi ni mshenzi sio kidogo. Mimi ni mshenzi miongoni mwa washenzi. Pumbavu. Wewe unakaa unanilaumu. Mimi kosa langu liko wapi hapo? Kosa langu liko wapi Lulu? Wewe mwenyewe ulikuja katika chumba changu na ukataka uthibitishe kwamba hayo maneno ya kipumbavu ambayo wanaongea wajinga wenzako kuhusiana na mimi kwamba kitovu kimeniangukia yana ukweli. Sasa mimi ikabidi nikubali kufanya vile kwa sababu ya kukwepa dhihaka. Wewe ukoe barozi mzuri wa kuwasimulia kwamba jamani, yule Tasha anamchukulia poa ni fundi wa kuchapa. Anachapa kweli kweli mpaka mtu anahisi kweli kachapika. Kwa hiyo mimi sina kosa lolote. Na kama ukiona labda mimi ni mkosefu, nimekukosea, upo huru, nenda kanishtaki kwenye mahakama za mapenzi. Hivi, nikuulize swali wewe binti. Huoni aibu kutembea na mwanaume ambaye haja kutongoza? Mimi kitu pekee ambacho natambua, mila zetu sisi wa Afrika, mwanamke sharti atongozwe na mwanaume, waridhiane ndipo atembee. Sasa wewe mimi sijakutongoza, alafu unang'ang'ania niwe na mahusiano na wewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani hata umo ukitoka hapo nje utakucheka. Utakuwa ni mwanamke ambaye huna maadili, mpumbavu, upo tu. Kwa hiyo nisikize nikwambie kitu. Naweza nikakaa na nikafikiria kwamba unaweza ukawa mpenzi wangu. Kwa hiyo hapo kama nilivyokuambia hapo awali, inabidi nianze process za kukutongoza, unikubalie. Hapo ndo tunaweza kuwa wapenzi wa halali baina mimi na wewe. Sawa binti? Shenzi mkubwa wewe.
ukiondoa Tasha labda ukafungia hera. Ndoto ambayo nimeiota naona kabisa naenda kutimia. Naomba unisamehe sana Lulu. Najua nimeumiza moyo wako kwa majibu ambayo nimekujibu leo, lakini sikuwa na budi. Nilipaswa nikujibu vile ili tu niokoe maisha yako. Huyu mwanamke inabidi niondoke katika maisha yake. Kama nikiendelea kuishi kwenye maisha yake, inaonyesha kabisa atakuja kuwasababishia matatizo mazito sana. Ndugu yangu, nilikuwa na shida sana na wewe, maana kwa hapa nilipofikia hakuna namna. Wewe ndio msaada pekee kwenye hili. Kwa naomba nipe muda wako tuzungumze. Kai, unajua kuna kitu kimoja ambacho nashindwa kuelewa. Wewe unasema kwamba unahitaji kuzungumza na mimi, lakini pia hata mke wako anahitaji pia kuzungumza na mimi. Sasa nashindwa kuelewa, kwani nyinyi mna shida gani? Hapo kwenye shida. Kama nikutafuta hakuna shida, ila nakuomba kwanza tuzungumze, then utamsikiliza na yeye. Ila ukiongea naye wewe usimfiche chochote. Wewe funguka kila kitu, mwambie ushaongea na mimi before. Sawa, lakini naomba hilo jambo tusizungumzie hapa. Tutoke nje na hapa ndo tukazungumze hilo swala. Shemeji, samahani kidogo, hapa mume wako amekuja nyumbani pia. Anasema anahitaji kuzungumza na mimi. Kwa hiyo naomba nianze kuzungumza naye wewe kwanza, baada ya hapo nitakuja nitazungumza na wewe. Sawa, hamna shida. Yaani Sara, wanaume wote ni mbwa. Yaani kila mwanaume unayemwona huko barabarani ukitembea ni mbwa. Yaani siwapendi. Natamani hata nipewe maiki, nitangaze barabarani, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, mkoa kwa mkoa, nchi nzima nizunguke, dunia nzima niwaambie, wanaume wote ni mbwa, wanaume wote ni mbwa. Siwapendi. Lisa, subiri kwanza. Hiyo sio tiba. Sio dawa kabisa. Yaani nimemkabidhi moyo wangu, leo hii anauchoma na spoke. Natamani hata nimkabe huyu mwanaume. Kwa nini amefanya nimpende? Kwa nini amefanya mimi nimkabidhi moyo wangu alafu ananifanyia hivi? Sara, calm down kipenzi. Usi wakati wa kumlaumu Tasha. Unataka kujilaumu wewe mwenyewe na maamuzi yako leo yachukua. Hivi nikuulize swali. Huyo Tasha alishakukwambia kitu chochote kuhusu mahusiano yake kabla ya kuwa na wewe? Tasha hajawahi kuniambia chochote kuhusu mahusiano yake. Tatizo lilianzia hapo. Ungemuuliza kwanza, alafu Tasha anahitaji uhuru kwenye mapenzi. Wewe una mume, una familia yako tayari umeshaianzisha. Yeye hawezi kuwa huru na wewe. Lazima atafute sehemu ambayo anaweza kajiweka na akawa huru. Kama umeshamkuta Tasha na mwanamke mwingine na mwenyewe amekutambulisha, amekudhihirishia, ni wakati tu kukubali matokeo, wewe kubaki na mumeo. Baki na Kai, kwani Kai na kasoro gani? Wewe ni kijana mzuri tu. Yule ni mume wako Kubali hivyo. Nalijua kabisa hilo. Najua kabisa kwamba Tasha anahitaji uhuru wa mahusiano na hawezi kuwa huru na mimi kwa sababu mimi ni mke wa mtu. Ndio maana nimeamua kudai talaka kwa mume wangu Kai ili niwe huru na Tasha.
Pole sana ndugu yangu, lakini kwa ushauri wa haraka haraka, unajua mwanamke pindi akiwa anahitaji taraka, basi usimnyime. Mimi nachokushauri bora tu ukakubali kumwacha, kwa sababu yeye ameshasema anahitaji taraka yake. Lakini kwa upande wako wewe unasema kwamba yeye ana mwanaume mwingine na amethibitisha. Sawa? Je, wewe una ushahidi au una uthibitisho kwamba kweli Lisa na huyo mwanaume? Kaka, ushahidi sina wala sina uthibitisho kwenye hilo. Ila mimi naamini tu kuna mwanaume mwingine ambaye anatembea na mke wangu. Ndio maana nikakupa hiyo kazi ndugu yangu, nisaidie kupeleleza. Nikishamfahamu mwanaume ni nani, nadhani hapo sasa naweza nikamwacha Lisa. Huu ni muda sahihi kabisa napaswa niutumie. Nihakikishe yule kijana anaingia kwenye mahusiano na Lisa haraka iwezekanavyo. Naomba unisikize kwa makini ndugu yangu. Unajua mwanamke pindi anapoanza kukusaliti, basi upendo kwako huisha kabisa. Na upendo wake wote atauhamisha kwa yule mwanaume ambaye anakusaliti naye. Na mwanamke upendo unapopungua kwako, ina maana ya kwamba hapo ndo chuki, dharau, jeuri, masimango hapo ndo uanza. Na mwanamke kama ameomba talaka kaka, mpatie. Unajua mtu anavyohitaji jambo lake, alafu wewe ukawa unamwekea ugumu kwenye jambo lake, anaweza akafanya kitu chochote ili kuhakikisha jambo lake limeenda kama ambavyo yeye anahitaji. Sasa kama anaomba talaka, alafu wewe unagoma kumpatia, mwisho wa siku atakuja kutoa uhai wako. Nisikilize kwa makini Kai. Kitu ambacho mimi natambua, ndoa ni maridhiano ya watu wawili waliopendana kwa dhati na wamekubaliana kuishi kwenye amani, kwenye upendo, kwenye furaha na uwazi. Sasa kama wewe na mke wako mkiwa hamuishi kwenye amani, hamuishi kwenye upendo, hamna furaha, ina maana hapo hamna ndoa kaka. Kwa hiyo cha kufanya ni bora ukubali kile ambacho anakihitaji, mpatie talaka yake. Ndugu yangu, inawezekana haya yote unaoniambia yanaweza kutokea, maana viashiria vyote nishaanza kuviona. Yaani uwezi amini Tasha, imefikia hatua mke wangu Lisa ananiambia kwa kinywa chake mwenyewe kuwa simridhishi tena kitandani, haoni tena umuhimu wangu. Yaani imefikia hatua mpaka ananiambia kuwa huyo mwanaume wake sasa hivi ni bora kuliko mimi. Kweli ndugu yangu, hizo si dharau hizo? Kwa Tasha, kwenye hili naomba sana unisaidie. Najua ndugu yangu akili yako ni pana sana na wewe ni mtashi sana kwenye haya mambo. Naomba unisaidie kupeleleza, niambie huyu mwanaume ni nani. Nikishamfahamu huyu mwanaume, nina imani kwa ndoa yangu ninaweza kuinusuru. Nitafurahi sana kama ukiwa na Tasha, ili aachane mwanamke aliyekuwa naye. Huyu mwanamke ni mwanamke wa rafiki yake. Kwa sababu rafiki yake siku akijua hili watakuja kuuana, na mtu akusevu ni wewe. Namjua Tasha sio mtu wa wanawake sana, ila kwa wewe unaweza ukamteka Tasha. Unamaanisha naweza nikaa na Tasha? Yaani nitafanya juu chini ili wewe na Tasha. Yaani naweza nikaa na mahusiano naye na mwisho siku tukawa mke na mume? Ni kweli, maana mimi nitafanya juu chini, nitapambania ile ndio mzuri. Wewe pamoja. Tasha. Sasa hizo. Salama. Tasha, umeona mwanamke? Mwanamke atakufaa sana. Nimemwona ana pesa zake sana kwako. Ndugu yangu, ndio katika dhambi unaifanya. Ishi na huyo. Uzule. Unajua mara nyingi huwa nakuambia kwamba kinywa chako kipo wazi. Yaani unafikiri kwamba kila kitu ambacho unakiona unaweza kukizungumza tu, si ndio? By the way, huyu mwanamke yupo single. Lakini hata nawe pia uko single. Mnaonaje mkaanzisha mahusiano na mwisho wa siku mkaja kuwa mke na mume? Mwenda siku njema.
Subiri kwanza. Wewe usiniambie. Kabisa Tasha mzima. Wewe nisidanganye shoga yangu. Yule kaka anajua kabisa hapandi jogoo hapandi mtungi. Haya huu uzima kautoa wapi? Asa wewe unajiaminisha na nini? Aloenda akajaribu akaja kukuletea uhakika nani? Mimi sasa ndo nakuletea uhakika. Mimi nimeenda nimejaribu, mwamba chuma kiko imara. Yaani ninavyokuambia yule bwana akanichapa. Wewe fanya kama unaona. Sema nini? Nachokiongea sio masiala jamani. Kiukweli yule kaka yuko vizuri na nimetokea kumpenda. Sema jamani yule kaka ni anadharau. Na ndio maana amuone na mwanamke yote. Anadharau mjue. Nachoka mwenzenu. Yaani hujachoka mimi nilipochoka mimi. Haya wewe shosti. Unataka kuniambia kabisa Tasha leo jogoo kapanda mtungi. Sio kupanda tu. Ameuika kweli kweli. Sawa shosti. Umesema anadharau sana. Alafu mwenyewe unampenda. Naomba namba yake ili mimi nikuwekee mazingira yote sawa. Wewe nao jishikilie. Wewe hizo namba za nini? Au ndio unataka ukaone kama anapanda au hapandi? Unaye huyu? Sasa tunamsaidia kumwekea mambo yake sawa au? Naijua hiyo. Wewe utanisaidia kipi ambacho mimi nimeshindwa? Yaani kitu ambacho nimeshindwa kufanya mimi ukakifanye wewe. Bibi samani. Hata hivyo sijafanikiwa kuchukua namba yake. Na hata kama ningechukua, siwezi kukupa babangu. Nikupe unibie? Kuwa makini dada, saidiwa. Antengeneze niyo. Kwa nini unafanya hivyo lakini? Kwa nini mimi nimekukosea nini wewe mwanaume? Lisa, kitu ambacho wewe ukijui. Yupo karibu kabisa na kubaini ukweli. Alafu kwenye maisha unatakiwa ufahamu Lisa, hakunaga siri ya milele. Vipi Kaya akija kibaini ukweli kwamba mimi nina mahusiano na wewe? Unafikiri Kaya atanichukia kiasi gani mimi? Lakini wewe kwa ni mpumbavu, unakaa unajali hisia zako binafsi, hujali kuhusiana na mimi. Yaani ule urafiki ambao tumeunda kwa muda mrefu, pindi tukiwa watoto, tumelelewa pamoja mimi na Kai. Tumesoma pamoja, tumeishi pamoja kwa amani na upendo na furaha mpaka sasa hivi tunafanya kazi sehemu moja. Unafikiri wewe uje kuvunjika kwa sababu yako Lisa? Kwenye maisha yangu iko kitu ambacho siwezi nikakubali hata mara moja. Nisikilize kwa makini. Yule binti nimeshakwambia ndo ninayempenda. Na nahitaji nifanye naye maisha yule Lulu. Nimuoe na sio wewe. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe Lisa, it's over. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa? Yaani kitu ambacho hakiwezekani kabisa ni mimi kuachana na wewe. Nimedai mpaka talaka kwa mume wangu kwa ajili yako Tasha. Utake usitake utanioa. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza. Ndoa ni moja ya kiapo kilicha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama